mawili. Katika majini mawili, mmoja alikuwa la kuniharibu akili, mmoja alikuwa la kuninyonya damu. Ndio. Nilipokuwa nimeenda damu, mtoto wangu wa kiume, sasa mke wake ndio alinitupia majini mawili. Amen. Yaani hao majini mawili yalikuwa ilikuwa ni hatari sana ya kuniua. Ndio. Paka nilienda kwa Wasukuma kwenda kutolewa jini. Ndio. Lakini pesa yangu ilikuwa ni ndogo, nikatolewa jini moja ambalo la kuninyonya damu. Kwa sababu ya pesa ndogo uliokuwa umeenda kuwalipa wale kwa Wasukuma ili waitoe, ikabidi ishindikane kumaliza yote. Ishindikane kulitoa lile lingine la pili, ikabaki moja. Maana yake majini yalikuwa ni makubwa. Makubwa baba. Ya kike alafu yalikuwa ni mapacha. Ya kike ni mapacha. Ya kike mapacha. Lazima alikuwa analeta usumbufu mkubwa. Mmoja alikuwa limebeba mtoto. Ndio. Basi nilipoenda kutolea lile moja likabaki moja, nikarudi nyumbani. Sawa. Nimehangaika katika hali ya kuomba na kufunga, sema unafikiri mimi utanitoa? Uwezo kanitoa. Ndio. Kwa maombi yako. Nilienda kwa mtumishi pale Mbeya, mtumishi yule wa kutoka Kenya. Ile ibada nalilikiri kusema kwamba kweli hii ibada sio ya uhakika. Yaani ibada ya nini? Ya uhakika. Lakini hii madhabahu ni ya uhakika. Lilikiri kwamba ile madhabahu ya Mbeya pia ilikuwa ya uhakika. Ya uhakika. Wakati umeenda kwamba uombe sasa litoke. Ndio. Basi baada hapo nilivumilia, nilikaa kule kama siku 3. Ndio. Nikaja kusikia tu msisituko. Nikafanya tu hivi lakini kanyamaza. Ule mkutano kwa umeshaisha. Nikarudi nyumbani. Ndio. Nitawachelesha kidogo. Na usijali kwa sababu mimi imenifurahisha sana. Ndio. Ezekieli. Yule wa Kenya. Pastor Ezekiel. Yule wa Kenya. Ndio ulikienda kuombewa pale, ndio majini yale yalikiri kwamba hapa Mungu yupo. Hapa Mungu yupo. Na nguvu zipo. Ndio. Lakini sasa kwa sababu ule mkutano ulikuwa ni mkutano mkubwa. Nikuta tu mshtuko na kuelewa. Maana ni ngumu, yeye pia anapata wakati mgumu, watu ni wengi sana wanaokuepo. Ndio. Maana na leo kubidi uhudumiwe kwa ukaribu. Ndio. Kumbe walichonifanya mimi nilipotoka kule kwa Wasukuma. Sawa. Niliporudi walikuja kunimaliza. Lakini pale Mungu akawakemea, akaurudisha nyuma kama mshale. Maombi nao pia yalisaidia sana. Ina maana bila ya maombi mimi nilikuwa nimeshakufa. Kabisa. Yale nilipokuwa nimejitahidi yale maombi tunaomba ile ndani ya nyumba. Nikashangaa watu ile bati limeshatua juu. Yale watu wameshatua juu ya nyumba. Wamekuja watu 5. Mungu akasema nyamazeni watoto wangu niwaambie. Hao watu wametoka mbali sana, wamekuja kummaliza mwanangu. Lakini nawarudisha nyuma kama mshale wa moto. Ikabidi warudishwe nyuma. Amen. Pale nikaendelea kuugulia saa zingine nilikuwa na kama vile kuna kitu kimenipiga sehemu za kisogoni kwenye ubongo. Kwa hiyo ubongo wangu ulikuwa wangu ulikuwa unauma. Nakuelewa. Unapata maumivu ya kichwa. Sababu ya majini yanapokuwa yamekugusa lazima upate maumivu ya kichwa. Ndio. Kwa nimevumilia vile. Kumbe wakaachilia radi. Sawa. Siku ya kwanza. Ndio. Wakaja tena wakaachilia radi bila mimi kujua. Ndio. Wakaja tena siku ya 3 tena wakaachilia tena radi. Ili kwamba ile radi ilivyokuwa inazama kwamba mimi nisifunguliwa kwa chochote kile. Ndio. Tunasema unapiga radi ni kufanya yule mtu anakuwa anazimia mazima. Kwa hiyo huwezi kaamka. Yaani walikuwa wanapiga radi katika ulimwengu wa roho, sio katika nakuelewa. Basi bila mimi kufanyaje kujua. Nilipojitahidi sana kuomba mwisho wake nikaenda kwenye madhabahu zingine za kutumia maji. Nakuelewa. Ziko madhabahu niliwaambia zinatumia chumvi, sio naambiwa sio nini. Nikaenda. Una akili pia. Kwa nini unasema una akili mama? Baba. Ni muhimu sana. Mimi naona una shida uhangaiki. Kuna mtu ana shida hangaiki. Lakini mimi nawaruhusu watu nendeni kutafuta, mnalo unatafuta nguvu, unatafuta kupona. Ni haki yako kutafuta uponyaji. Kwa hiyo baada hapo yule baba akasema kwamba ujitahidi sana kuomba mama. Omba sana tena, basi wewe ni mtumishi wa Bwana. Omba sana mama, usipende chakula. Nikasema mchungaji, naomba najitahidi lakini peke yangu baba siwezi. Asema unatumia maji haya, unatumia na maji yana unachemsha, unaogea. Maji mengine unakunywa, acha nyingine unakunywa hivyo. Nijibu kama miezi hii 3. Lakini hamna chochote. Sawa. Nikamuuliza Bwana, baba kwa nini mimi sifunguliwi? Ndio. Ndio baba kaniambiaje?
kwanza mwanangu niangalie. Ndio. Ulikuwa ni mwezi wa 12. Ndio. Akasema kwamba ulipigwa radi hizi, radi 3 kwa siku 3. Ndio. Bila wewe kujua. Ndio. Alafu pia walishakuzunguka. Walipokuzunguka, nitoe tu mfano kusema kwamba unaposhona nguo, tunatangulia kufunga kifundo. Ndipo unaanza kushona nguo. Ndio. Ukishamaliza kushona nguo, unapomaliza ufungi tena kifundo. Unafunga. Ndivyo alivyokufanyia. Ndio. Unaona? Ndio. Sasa hili nimekuja kulifahamu baada ya kuja hapa kwenye siku ya kwanza kuja hapa ndio Mungu akaniambia walishakuzunguka. Walikuzunguka mara 2 kwa siku 4. Mpe Yesu makofi. Kwa Mungu hapa majibu. Anasema baada ya kufika hapa vitu vikaanza kufunguliwa na akaanza kuviona kwamba linaloendelea ni lipi. Mwambie mwenzio na wewe Mungu akufungulie uone kitu kilichokuwa kinatendeka. Mwambie. Nikasema baba, sasa hapa nitafanyeje? Walinizunguka siku ya kwanza siku 2. Siku ya kwanza walizunguka mara 2 wakaondoka. Wakati nimelala. Siku ya pili tena wakaja hivyo hivyo. Mpaka siku ya 4 baba kama unavyoongea. Sasa atakaye nizunguka mimi kama baba atoe huo utani walikuwa wananizunguka ni nani? Akasema atakaye kuja ndo atakaye kuzunguka. Good. Nikasema ni nani baba? Baba akanyamaza, hakusema chochote. Ndio. Siku ile nikashinda. Ile jioni nikamwambia baba, naomba nifunulie. Atakaye kuja hapa nyumbani kuja kunifungua hizo kamba ni nani? Ndio. Akasema mpigie mwanao. Simu aje. Ndio ile binti. Ile mchana nikaingia kulala. Nikaona nyoka mkubwa ananitoka kwenye kinywa. Sota. Nyoka mkubwa. Unasikia nyoka anatoka tumboni mwangu, naangalia watu nimeshasinzia. Umeelewa hivyo? Alikuwa anaona huko asili, lakini anaona nyoka anatoka wapi? Muulize mwenzio nini kiko ndani yako. Kwa sababu unazo wamekufunga huko ndani uliko. Hivyo ulivyo umefungwa ndani. Mwenzio anaona nyoka mkubwa. Sema mkubwa. Nyoka mkubwa anatoka ndani ya kinywa chake. Anatoka. Maana ametokea ndani, anatoka nyoka. Nimelala hapo mchana ndio naviona vitu hivi. Amen. Baada hapo nilivyoendelea na maombi, wakati nimelala ninaendelea na maombi, nikaja kumwona yule nyoka ametambaa pale chini, yupo na mbwa anabweka. Mungu akaniambia mwanangu umefunguliwa. Jamani. Naweza kukwambia mama, ina maana hata kabla hapo hivi unamsema nyoka litoka. Ndoto zako kabla ya hapo bado manake zilikuwa ndoto za hao niliyokufundisha. Umejifunza nini kwenye hao wanyama niliyokufundisha? Nimeshajifunza kitu kikubwa. Uliona kina nani? Maana wewe ukiniambia haya matatizo ulionayo, lazima wale niliokuelekeza wapo kule. Wapo nishawaona. Umewaona? Nishawaona. Kama nyuma kama namuona nyoka wa kijani mwenye viraba vyeusi. Nyoka hatari sana wewe. Nyoka hatari sana. Hata basi kipindi kile nilivyokuwa nimemwona siku ya kwanza, nilikuwa nimeenda kulala kwenye chumba cha watoto wangu. Good. Kwa sababu binti alikuwa ameniachia mtoto wake. Sasa nikaona sasa yule mtoto anavyolala peke yake kule wanamchezea usiku. Ndio. Nikasema baba kwanza lala peke yako, mimi ngoja niende nikalale kule. Ndio. Nilipoenda kulala kule nikakuta kuna nyoka wa kijani. Ndio. Ana mabaka meusi hivi. Nilipokaona kama kwenye ukuta niko kwenye usingizi hapo. Ndio. Ngoja nichukue kiatu nifanye nini? Yeye mnasema usingizi ni maono. Yale ni maono sasa hapa. Ngoja nichukue kiatu nifanye ni mchape huyo nyoka. Ndio sababu nimpige, akaruka akaingia ndani ya gauni. Nikashinda ujasiri, nikanyamaza. Nikaa nashtuka. Nilivyokaa nikakaa nikaona tena ndo niko kupembela mtoto wangu wa kike, mtoto wangu mkamwana. Nikamwona nyoka ni mkubwa, ni mrefu kutoka hapa mpaka pale. Tena basi kwa mapema kabisa siku muda wa 2:30. Jamani mnaona, ninachotaka niseme mama, tunajifunza kuwa mpaka kufika hapa anaposema nyoka alikuwa anatoka, haikuwa swala kwa nyoka kumuona. Alikuwa naona hao wanyama muda mrefu. Umenielewa? Muda na kuna kitu nimefundisha hapa. Bila shaka mama kutolewa watoto umeelewa kuwa manyoka nimekwambia ni kiwango cha juu cha nini? Cha uchawi. Kwa unayeona nyoka, fahamu kwamba umevamiwa kwa kiwango. Nyuki hizi unashambuliwa hivi, lakini ukiona nyoka maana yake wewe wamekita kwako. Wamefanya wewe kwa nyumba kwako. Kitu kibaya, utateseka sana. Ndio maana
majini yakawa yamekung'ang'ania baba kwa muda wote. Ndio maana nikasema mama, nilikuwa haraka. Nini kimekufurahisha? Madhabahu yako baba. Madhabahu imekuponya. Tena ndio ninachotaka kuongea. Ndio Mungu wa mahali hapa, Mungu aliyembeba mchungaji. Ndio. Sijamuona Mungu mwingine. Ndio. Mwenye roho kama ya kwako. Wacha wewe. Nimejaribu kutafuta wachungaji wa kunisaidia kazi ya Mungu pale. Kila anayefika chochote atakachokiona pale. Anasepa. Wacha. Kwa hivyo mtumishi, unachonisamia kwamba hujaona madhabahu nyingine hapa kama hii. Kama hii hapa. Na nguvu ya kiroho iliyokuwa kama hii hapa. Sishangai kwa sababu kuna mmoja alisema nataka Tanzania yote wawe hapa. Alisema nataka sehemu zote Tanzania waje hapa. Jamani, tupe tunachokisema. Kilichonifurahisha ni vile mama majini yameondoka kwake. Na ikiwa amezunguka na yamempa shida, lakini mahali hapa yanaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mama, Mungu akupe heshima. Na nasema nikiwa hai, madhabahu ikiwepo, hamutakufa mpaka kazi ya Mungu imesimama iko mahali pale. Hiyo ndio nawaahidi. Kwamba kabla madhabahu haijafa, watumishi wake hawajafa, ninyi wenyewe hamjafa, lazima tushuhudie kazi ya Mungu inaendelea pale. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tutakapowasha moto, unajua adui anajua, na hasa watumishi anapenda kutupiga. Hata sasa wameshajua. Wamejua? Nafikiri hujajua. Sasa simuoni mchawi kuingia ndani mwangu. Hauoni mchawi anaingia? Hauoni sasa mchawi kuingia ndani mwangu. Yupo mtawala aliyekuwa katika mji wangu. Wale wafalme wabaya wale. Sasa wamekimbia. Simuoni kuingia. Amen. Jamani, mama. Hayo ninayosema ni mambo makubwa mno. Hebu